Hali ya utulivu imeonekana mjini Uvira jimboni Kivu ya Kusini baada ya vurugu ndogo iliyotokea kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo. Vurugu ambayo ilifanya matokeo ya watu zaidi ya 20 kufariki na wengine zaidi ya 30 kuumia vikali. Vyanzo kutoka wenzetu wa kituo cha habari cha RFI wamethibitisha kuwa wakimbizi zaidi ya 20,000 wameelekea nchini jirani Burundi, ambapo serikali ya nchi hiyo imetaja kuwa tayari kuhudumia wakimbizi hao. Ikiwa bado magaidi wa M23 wanaendelea kukalia mji wa Goma jimboni Kivu Kaskazini na mji wa Bukavu jimboni Kivu Kusini, ijapo miayusho ya wagaidi au wa M23 walishindwa kutoboa eneo la Kamanyola, ambapo wazalendo wako katika hali ya mstari wa mbele ili kulinda mji huo na wa Kamanyola. Rais Felix Tshisekedi hiyo majuzi kwenye ikulu ya Umoja wa Afrika mjini Kinshasa ametaja kuwa amekosewa na mseto wa Union Sacrée, ambapo hana imani nao. Baada ya hayo, Rais Felix Tshisekedi amemteua mbunge kitaifa Justin Bitakwira kwenye uwazifa mratibu wa wazalendo jimboni Kivu Kusini, na atakuwa na mamlaka ya kuwasimamia wazalendo wote nchini. Mji wa Uvira umerudia katika kimya wake, mjini ambamo unaongozwa kwa sasa na makamu wa meya wa jiji Bwana Kifara Kapenda Kiki. Ifahamike kwamba meya wa mji wa Uvira amekimbilia nchi jirani kwa kwenda kwa matunzo, na zasema duru za karibu hayo kabla ya moto uliowasha kati ya wazalendo na jeshi la taifa mjini humo. Uzalendo wa kiongozi wa mji wakati wa hali yote umeonyesha umuhimu wa meya makamu Kifara Kapenda Kiki, ambaye ameleta ushirikiano mzuri kati yake na wazalendo na jeshi la taifa FARDC hadi kuleta utulivu na amani mjini Uvira. Jimboni Kivu Kusini pa Bukavu, hiyo tariki 27 kumefanyika meeting ambayo ilikuwepo ya magaidi wa M23, ambapo baada ya hapo waliripusha bomu moja ambapo ilifanya watu zaidi ya 5 kufariki papo hapo na wengine zaidi ya 15 kuumia vikali. Kituo na vyanzo kutoka wenzetu wa RFI kupitia watu waliokuwepo katika tukio, eneo la tukio, amezungumza ya kwamba baada ya meeting mjadala walioandaa Corneille Nangaa wa M23, ndipo raia hao waliona bomu kutokea hewani ambao zilitupwa na magaidi hao wa M23, ambao ilifanya watu zaidi ya 5 kufariki papo hapo na wengine zaidi ya 15 kuumia vikali. Rais wa nchi Felix Tshisekedi katika akaunti yake ya Twitter amezungumza kwamba analaani vitendo vikali ambavyo vinazidi kuendeshwa na magaidi wa M23, ambao wanazidi kunyanyasa raia na kuua raia wengi sana jimboni Kivu Kusini na jimboni Kivu Kaskazini. Hali hiyo inazidi kuendelea, magaidi wa M23 wanazidi kukalia maeneo hayo mawili ya Goma na vile vile katika mji wa Bukavu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikiripoti kwa niaba ya Mwana Wake TV, mimi ni Terapale Sekondaria moja, na usikose kushare na kusubscribe ili upate kwa kwanza kila wakati kupata vitu vyetu vipya. Asante kwa muda wako.